Jina naitwa Lorivi Longido, ni manager wa EWURA kanda ya kaskazini. Na kama unavyojua EWURA ni mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji, na udhibiti wetu umejikita kwenye vitu vikuu viwili ambavyo ni masuala ya kiufundi, lakini vile vile masuala ya kiuchumi au ya kibiashara. Kwenye masuala ya kiufundi tunajaribu kuangalia hizi huduma ambazo sisi tunadhibiti, ambazo ni masuala ya nishati pamoja na maji. Huduma hizi zinapatikana katika miundombinu sahihi au zinapatikana katika ile hali ambayo inakidhi vile viwango ambavyo vinakubalika. Lakini kwa masuala ya kiuchumi vile vile tunashughulikia sana upangaji wa bei, ikiwa bei za mafuta, lakini bei za umeme, lakini na bei vile za maji. Kwa sisi kama wadhibiti tumepewa hilo jukumu kwa mujibu wa sheria ya EWURA ya mwaka 2001 sura namba 414. Kwa hiyo kama inavyoeleweka, sisi kwa sababu tunadhibiti kwa masuala ya kiufundi na kibiashara, kwa hiyo tunapanga bei za mwezi mara moja kila mwezi husika, na bei hizi zinatoka siku ya Jumatano ya mwanzo wa mwezi husika. Kwa hiyo siku ya tarehe 7 leo mwezi wa 5 tumetoa bei mpya za mafuta ambazo zitatumika nchi nzima. Kwa hiyo kwa kanda ya kaskazini tumeona vile pamekuwa na mabadiliko ya bei za mafuta katika kanda yetu hii. Ieleweke kwamba katika upangaji wa bei kuna vitu vitatu ambavyo ni muhimu sisi kama wadhibiti tunaviangalia. Kwanza tunaangalia gharama za uletaji mafuta katika nchi yetu, kwa sababu ya mafuta yanasafirishwa. Lakini tunaangalia vile vile gharama za ununuzi. Mafuta haya sasa hivi kwa nchi yetu ya Tanzania tunayatoa kule Uarabuni. Kwa hiyo tunajua zile gharama za Uarabuni, kiasi cha mafuta kilikuwa kinauzwa kwa kiasi gani. Lakini kwa sababu ieleweke kwamba katika kununua mafuta kwa kiasi kikubwa sarafu inayotumika ni dola. Kwa hiyo tutaangalia vile vile dola inakwenda kubadilika kwa kiasi gani kulinganishwa na ile shilingi. Kwa hiyo hivi vitatu ndio vinachangia sasa katika upangaji wa bei. Kwa hiyo ile kwamba katika bei za mwezi huu bei katika soko la Uarabuni zilipungua, lakini vile gharama vile za usafirishaji na zenyewe zilipungua, pamoja na dola vile vile zilipungua. Kwa hiyo kwa kitendo hicho basi, kwa kupungua kwa hizo gharama ambazo tunaziona zimepungua, vile vile zinakwenda sasa kuwa faida kwa wananchi. Kwa hiyo kwamba bei za mafuta katika mwezi wa 5 huu zimepungua kwa mafuta yote isipokuwa mafuta ya petroli, mafuta ya taa. Kwa hiyo petroli ukilinganisha na bei iliyopita ya mwezi wa 4, petroli imepungua kwa shilingi 90 kwa nchi nzima, lakini vile vile diesel imepungua kwa shilingi 68. Kwa kanda ya kaskazini vile vile ukiangalia, kwa sababu mafuta yetu sisi tunayachukulia kule Tanga kwenye bandari ya Tanga, bei za mafuta ya petroli katika ile bandari ya Tanga hapo sisi tunachukua na zenyewe zimepungua kwa shilingi 89, lakini na diesel imepungua kwa shilingi 68. Kwa hiyo tunachokisema kwa wafanyabiashara sasa, kwa sababu baada ya bei hizi kutoka, tunawaelekeza wafanyabiashara sasa wahakikishe bei hizi wanaziuza kwa kuzingatia bei hizi kikomo na sio zaidi ya bei zilizopita. Na niwaombe tu wafanyabiashara wazingatie taratibu, sheria za wafanyabiashara. Ni kosa kisheria bei zinapotoka, kama zimepungua, mfanyabiashara anatakiwa na zenyewe zipungue pale pale, ili mwananchi aweze kuona faida ya bei hizo ambazo zimetokana na kupungua katika gharama za uagizaji mafuta haya. Kwa hiyo kwa kanda ya kaskazini niseme tu mafuta yetu wa mikoa yote hii ya kanda ya kaskazini yamepungua katika mwezi wa 5, na bei hizi zitadumu katika mwezi huu mzima wa 5 mpaka pale tutakapotoa tena bei mpya mwezi wa 6, ambayo itakuwa ni Jumatano ya mwanzo ya mwezi husika. Kwa wananchi tu niwakumbushe kwamba wana haki ya kupata bei, kujua bei sahihi. Na kwa sababu hiyo basi, mwananchi yeyote ambaye anataka kujua bei gani au kituo kinatakiwa kuuza bei gani, apige tu namba ambayo ni ya bure, *152 *00 kisha atafuata maelekezo, itamuelekeza. Kama uko Arusha, kama uko Kilimanjaro, kama uko Tanga, ukipiga hiyo namba inategemea uko wilaya gani, kama uko Karatu, kama uko Babati, ukipiga hiyo namba itakuelekeza, na mwisho wa siku utaona basi bei yako ni kiasi gani kwenye eneo husika. Na mfanya biashara atakapokuuzia basi bei ambayo sio sahihi, fanya mawasiliano na sisi EWURA, na sisi tutachukua hatua stahiki kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hela yako inarudishwa na yule mfanya biashara anachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria ambazo zinasimamia kazi za uendeshaji wa vituo vya mafuta hapa nchini.